Karibu kwenye session yetu ya leo. Leo tunachambua matukio muhimu yaliyotokea jana mapema Mahakama Kuu kabla hatujaendelea na ushahidi wa leo. Upande wa jamhuri ulifika mahakamani na kile kinachoitwa session, yani malalamiko rasmi, na ambapo walisema mashahidi wao hasa wa kificho wanaofia maisha yao kwa sababu mitandaoni wanaitwa waongo. Lakini je, hii ni kweli au hofu ya usalama au ni mkakati wa kisheria kuomba amri ya kuzuia mjadala ya kesi nje ya mahakama, yani gag order? Kwa hiyo hapa nitakuchambulia kwa nini serikali inalalamika sasa, mahakama inazingatia nini, yani mitandao au rekodi, notice of additional substance of evidence section ya 308(1) CPA na maana gani, na je tunaelekea kwenye hatua ya no case to answer? Twende moja kwa moja. Upande wa jamhuri umedai kuwa kati proceedings zinasambazwa mitandaoni, mashahidi wanaitwa waongo wanaofia kufika mahakamani. Hili linaweza kuonekana kama jambo la kawaida, lakini katika kesi za aina hii, hasa zenye mvuto wa kisiasa, malalamiko kama hayo huwa na madhumuni makubwa. Kwa kawaida, hatua inayofuata baada ya malalamiko kama haya ni kuomba mahakama itoe amri ya kuzuia mjadala wa kesi nje ya mahakama. Hii ndio inaitwa gag order, lakini hapo ndipo uchambuzi unaanza kuwa mzito. Mahakama hufanya kazi kwa kuzingatia ushahidi uliopo kwenye rekodi, yani on record, vielelezo vilivyowasilishwa rasmi, sheria na kanuni za ushahidi. Mahakama haiamui kesi kwa trending topics, hashtags, maoni ya Instagram au komenti za Facebook. Kwa hiyo swali linaibuka, kama mahakama haiathiriwi na mitandao, kwa nini upande wa jamhuri unaogopa mjadala wa nje? Na hapa kuna hoja ya pili, serikali hailalamiki ITV au Azam TV kurusha court proceedings. Kwa nini? Kwa sababu coverage ya vyombo vya habari vya kawaida mara nyingi huwa neutral au structured, lakini mitandaoni kuna mijadala huru, uchambuzi mkali na ukosoaji wa ushahidi. Hapa ndipo discomfort inapotokea. Kuna dhana moja muhimu katika kesi za jinai. Mashahidi wa kweli hawategemei huruma ya mahakama, wanategemea nguvu za ushahidi wao. Ikiwa ushahidi ni solid, hauyumbishwi na maneno ya mtandaoni au athiriwi na mijadala wa nje. Lakini kama ushahidi una mashaka, mashahidi huanza kuonekana defensive, upande unaowaleta huanza kulalamika. Hapa ndipo hoja ya defensive strategy inaingia. Inaonekana kama jamhuri inajaribu kujenga mazingira kwamba mashahidi wetu wako kwenye pressure, lakini pressure ya mitandao si hoja ya kisheria, ni hoja ya kihisia. Upande wa jamhuri umeleta notice of additional substance of evidence chini ya section 308(1) ya Criminal Procedure Act. Hii ina maana gani? Kisheria, upande wa mashtaka unaweza kuongeza maelezo ya ushahidi na pia kabla ya shahidi hajapanda kizimbani, lakini hii hufanyika pale ambapo kuna jambo jipya au kuna uhitaji wa kufafanua. Lakini katika muktadha wa kesi hii kuna maswali mazito. La kwanza, kwa nini maelezo ya ziada yaje sasa? Na swali la pili, kwa nini yasije mwanzoni? Na swali la tatu, je, ni kuziba mapengo yaliyoonekana wakati wa ushahidi wa mashahidi waliotangulia? Kwa lugha rahisi, inaweza kuonekana kama wanajaribu kuziba vilaka. Katika kesi kubwa mara nyingi kuna mbinu za kuchelewesha mchakato, kuongeza mashahidi, kuleta nyaraka mpya au kuomba muda wa kuwasilisha submissions. Je, notice hii ni sehemu ya mkakati wa kuongeza muda au ni jaribio la kuimarisha kesi kabla haijafika hatua ya hatari? Kwa sababu hatua inayokuja ni nzito sana. Baada ya upande wa jamhuri kumalizika mashahidi wake wote, hatua inayofuata ni mahakama kuamua kama kuna kesi ya kujibu, yani prima facie kesi. Ikiwa mahakama itaona ushahidi haujafikia kiwango cha kuendelea au hakuna msingi wa kumuita mshtakiwa ajitetee, basi kesi hii inaweza kuishia hapo. Hii ndio inaitwa no case for the defendant to answer. Hapa ndipo jamhuri wanakaribia kufika, na kama ushahidi wao una mashaka kama inavyoonekana kwa baadhi ya mashahidi, basi hii ni hatua ya hatari kwao. Tundu Lissu ameonyesha wazi hata acha notice of additional substance ipite kirahisi. Atatoa hoja za kisheria, atataka mahakama irejelee mwenendo mzima wa kesi. Kwa kifupi amesema atawashona. Hii si lugha ya jazba, ni lugha ya kujiamini kisheria, kwa sababu Lissu ni mwanasheria anayejua mchakato huu vizuri. Leo tumeona mambo makubwa matatu. Serikali inalalamika kuhusu mjadala wa mitandao, pia wameleta notice ya kuongeza maelezo ya ushahidi, na sehemu nyingine ni tunakaribia hatua ya no case to answer. Swali kubwa ni hili:
Je, malalamiko ya mitandao ni hofu ya kweli ya usalama au ni ishara kwamba ushahidi unayumba? Kesho na siku zinazokuja tutatoa majibu. Hii ni kesi ya kisheria na mwisho wake utaamuliwa kwa ushahidi na si hashtags. Free audio post production by alphonic.com.